Sultani Makenga, Joseph Kabila, Pretas Bisimwa pamoja na Corneille Nangaa wako wapi? Fuatia mjadala huu mwanzo mwisho ili uweze kujua kile ambacho kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Nilishapona kutoka kule, mnatoka kushida kukifo hivi, mnatoka kwenda banduku yenu. Naam, karibu tena kwenye Mbavu TV kwa muda kama naona kuja kupashe taarifa zenye ukweli na uhakika ndani yake. Na mpaka sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ni mjadala mkubwa ambao unaendelea kufuatia mashambulizi ya drone ambazo zililipua huko Goma. Na kufikia mashambulizi hayo, inaripotiwa kwamba Christine Gino ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa umoja wa UNICEF akihudumia watoto na mahitaji mengine ya kirahia ameuawa katika shambulizi hilo. Lakini pia maswali yamekuja kuwa mengi baada ya shambulio hilo. Je, ni serikali ambayo imefanya jambo hilo ama ni wahasi, ili kuweza kuleta tafsiri kwamba serikali ama Jamhuri ya DRC ndiyo inayofanya mauaji hayo? Kitu gani na ukweli uko wapi? Mpaka sasa hivi tunaona ni vitu ambavyo vinagonga vichwa vya watu wengi, na leo hii nimekuletea mjadala mzito ambao utakufanya wewe uweze kusikiliza kwa makini na kuweza kujua kwamba uhakika na ukweli uko wapi. Wacha ni kujuze kidogo yale ambayo yanazidi kujiri huko DRC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulio dhidi ya Goma, Joseph Kabila ndiye alikuwa mlengwaji? Hilo ni swali la kwanza tunatakiwa tujiulize. Maana shambulio hilo lilifanyika katika kutoka mita chache kwenye nyumba ya Mama Olive Lembe ambaye ni mke wa rais mstaafu wa nchi ya Kongo, yani Joseph Kabila. Swali la kwanza ni je, shambulio hilo kama lilikuwa la serikali ya DRC ama Kongo, lilikuwa likimlenga nani? Je, lilikuwa likimlenga Joseph Kabila ama Corneille Nangaa ama Sultani Makenga ama nani? Yanakuwa ni maswali mengi sana, maana hao ni viongozi wa ngazi za juu wa waasi wa M23 na ndio ambao wanasumbua sana mashariki mwa DRC kwenye vikundi vya Twirwaneho Tabara pamoja na AFC M23. Asema kiongozi mmoja wa Alliance Fleuve Congo, ina maana M23. Shambulio la bomu lililotumwa na drone lililenga mapema Jumatano asubuhi katika eneo la makazi mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Nord Kivu, ambalo kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, nyumba ya Bwana Pascal, raia wa Ubelgiji na anayetajwa kuwa msimamizi wa kampuni ya Toyota huko Goma, ndiye alilopigwa hilo kombora moja kwa moja kwa shambulio hilo. Nyumba hiyo ipo umbali wa mita chache kutoka kwenye nyumba ya familia ya Joseph Kabila. Alisema hivyo na kiongozi mmoja wa kundi hilo la M23. Na kwa nini kundi hilo la M23 lije mapema hivi baada ya shambulio hilo na kutoa hoja hizi? Ni wenda inatengeneza kitu fulani kwa wanajamii, kwamba kuonyesha serikali ya DRC ndio iliyorusha hayo makombora, na tukizingatia awali serikali ya DRC ilishambulia eneo la Masisi kwenye eneo la Masisi kwenye uchimbaji wa migodi, ambako lilifanikisha kumuua kiongozi mmoja wa kundi la waasi ambaye alikuwa msemaji mkuu William Goma. Na sasa imekuwa ni shambulio la pili. Je, watu wanajiuliza kwamba ni serikali pia imefanya hivyo ama vipi? Na pia M23 imekuja na hoja kama hii kuonyesha kwamba huenda ni serikali, na pia inathibitisha hiyo moja kwa moja. Lakini pia kikosi cha RDF M23 AFC limefanya ujanja mchafu kwa kutumia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani huko Goma kwa kuwaua wafanyakazi wa kibinadamu kama njia ya kuwapotosha, kisha kugeuza hali hiyo ili ionekane kwamba taifa la Kongo ndilo linalohusika na jambo hilo. Lakini ukweli unabaki kuwa mgumu, watajibu kwa matendo yao. Hiyo ni baadhi ya comment section ambazo zimeweza kutoa na jamii ama wananchi wa DRC kuonyesha kwamba shambulio lile lilikuwa sio shambulio la serikali, bali ni shambulio ambalo lilifanyika na waasi wa M23 ili kuthibitisha kwamba
DRC Congo inafanya vitendo vya unyama ili mradi wenyewe waweze kupata opportunity baada ya kile kikao kilichofanyika Qatar kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 kuweza kupewa haki zao. Lakini pia shambulio hilo na matukio haya kadha wa kadha, je, anatuletea picha gani sisi ambao tunajadili na tunayaona kwa mbali kabisa kufuatia matukio haya? Lakini pia inakuwa ni jambo la kusikitisha kidogo, kwa sababu ni mambo ambayo yanalenga maisha ya watu. Sijui kama watu wanafikiria kitu gani. Jambo ambalo linalenga maisha ya watu na pia linalenga makazi ya watu. Na ukiangalia toka mwaka wa 2021 kama sijakosea, ndio mwaka ambao waasi wa M23 waliteka mji wa Goma, na mpaka sasa imeshikiliwa chini ya uongozi wa waasi wa M23. Inakuwaje serikali ya DRC ishambulie sehemu kama hiyo ambayo ni basement ya waasi? Moja kwa moja majibu yatakuja kwamba huenda wanasachi wale viongozi wa juu wa serikali. Lakini tukiangalia operation ndogo ndogo ambazo zinaendeshwa na serikali hiyo hiyo ya DRC wakishirikiana pamoja na wazalendo, bado hawajafanya vitendo vya ukatili kama hivyo. Ina maana wanalenga pale ambapo pana waasi ambao wana umiliki, alafu wanapambana kwa kutumia sheria ili usilenge raia, usifanye vitendo vya ukatili, usihibe mali ya raia. Ina maana sheria zote zipo. Ndio maana umeona kwamba kuna baadhi ya miji imeweza kuchukuliwa pamoja na vijiji, ikiwemo Kakenge, Mikenge, ikiwemo Pwenzero. Maeneo kama hayo yalikuwa yakiwa chini ya mikononi mwa waasi M23. Lakini pia baada ya vita na operations serikali basi imefanikisha kuchukua maeneo kama hayo. Lakini pia inakuwa ni mjadala mkubwa na swali ya sintofahamu mpaka sasa. Lakini pia tujiulize, Sultan Makenga, Corneille Nangaa pamoja na Joseph Kabila wako wapi? Mpaka sasa kujawa majibu ya kukamilika na kuonyesha kwamba haya mambo yanaendaje jamani. Tuweze kujiuliza swali kama hilo, na pia kama una comment section yako tunakuomba uweze kuidondosha hapo ili tuweze kujua kile ambacho unachokifeel mpaka sasa. Na kama ukiwa mdau wa Mbavu TV, basi tunakusii kama hujaweza kusubscribe uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili wewe kwanza kabisa kupata update zetu za kila siku.